والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه قد فاز المتقون وقد فاز الفائزون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu mbora wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiwa ndani ya mwezi huu wa Shaaban, tuendelea kukumbushana baadhi ya mambo mbalimbali ambayo yapendeza Muislamu kuyafanya katika mwezi huu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameusifia kuwa ni mwezi ambao watu wengi katika sisi Waislamu tunaghafilika nao. Falidhalika, kuna mambo ambayo yapendeza Muislamu ayafanye, na tutakuwa tutataja kila siku kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunapopata wasaa jambo moja ambalo ni muhimu sana Muislamu kulifanya katika mwezi huu wa Shaaban. Na leo ndugu zangu katika imani, tutakumbushana kuhusiana na maandalizi muhimu anayotakiwa Muislamu kuyafanya kuelekea katika mwezi wa Ramadhani. Wanachuoni watuambia, ikiwa mtu ataka kufaulu katika jambo lolote lile la kiibada na katika jambo lolote la taa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la budda an yakuna mutaahilan qalbiyan wa wujdaniyan, lazima awe ana maandalizi ya moyo au maandalizi ya kiroho kwanza kabla hajaliendea jambo lolote. Lazima uwe na maandalizi ya ndani ya moyo wako au ndani ya nafsi yako au ndani ya roho yako ambayo yatakusukuma kufanya baadhi ya mambo ya kheri. Na maandalizi haya yana hatua moja kubwa sana ambao wasema wa huwa min al-yaqdhati ila tauba. Hatua ya kwanza, inatakiwa mtu anapojiandaa kimoyo au anapojiandaa kiroho yake, ataanzia katika hatua ya kuzinduka mpaka kwenda kutubia, kwa sababu mtu anapokuwa katika ghafla hawezi kutoka katika ile ghafla mpaka azinduke, na akizinduka akatambua kuwa alikuwa katika ghafla, yampasa yeye atubie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika wanachuoni wakatuambia, at-taubatu warujuu ila Allah subhanahu wa ta'ala min al-ma'siyati ila ta'ati. Tauba ni mtu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akatoka katika maasi aliyokuwa akiyafanya au makosa aliyokuwa akiyafanya au madhambi aliyokuwa akiyafanya, akaenda kutubia, akafanya taa za Allah na akafanya mema ambayo ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameghafirika naye. Falidhalika ndugu zangu katika imani, kwa sababu mwezi huu tayari Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa na Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu kutokana na kufunga kwake sana, majibu yake alimwambia, huwa shahrun yaghfuru an-nasu anhu baina rajabin wa ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sa'im. Katika hii hadithi Mtume ametaja wazi kabisa kwamba huu mwezi ni miongoni mwa miezi ambayo watu wanaghafilika nayo, na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wahi, na si maneno ya hivi hivi. Ni kweli mwezi huu tunaghafilika nao. Sasa ili utoke katika ghafla, lazima uanze kwanza kuzinduka, achana na ile ghafla, kisha tubia kwa Allah. Na kutubia kwa Allah si mujarradi ya maneno kwamba mtu atakaa atamuomba Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi khalas, bali kutubia kwa Allah ni kubadilika hata kimatendo yako unayoyafanya, kutoka katika hatua moja uliyokuwa nayo imma kihali
au kimaneno uliokuwa unapenda kuyazungumza sana, ukabadilika kaenda katika hatua nyingine. Na jambo la tauba, ndugu zangu katika imani, katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza kwa sigha ya ajabu sana. Alipokuwa azungumza pamoja na waumini, Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hapo azungumza na waumini ambao wako na imani zao na wafanya matendo mema, ambia enyi mliomwamini Allah, tubieni kwa Allah tauba ya kweli, yani rudini kwa Allah kiukweli unaotoka katika nafsi zenu. Na katika aya nyingine Allah pia akaamrisha watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, na rudini kwa Allah nyote enyi waumini, tubieni kwa Allah ili mpate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lengo la hizi ibada tufanya zote ili tupate kufaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalieni sigha ambayo Allah aliitumia pale alipozungumza na wale wenye madhambi na wale wenye makosa na waliovuka mipaka katika madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Allah alipokuja kuzungumza na watu ambao wamevuka mipaka katika maasi, hakuwaambia watubie peke yake, bali aliwaambia musikate tamaa, musivunjike moyo kutokana na madhambi mlioyafanya, wala musirudi nyuma baada ya kuwa tayari mtu amekumbushwa jambo na akaona kweli alikuwa amekosea, alikuwa amefanya upungufu fulani katika baadhi ya ibadati au katika baadhi ya taati na akawa ameteleza, asikae akawa na majuto yaliyopitiliza mpaka yakamfanya yeye aogope kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ni silaha kubwa anaoitumia sheitani katika kuwapoteza watu. Sheitani anakuamrisha ufanye dhambi akikuaminisha kuna tauba, na ukishafanya dhambi anakuvunja moyo, anakwambia hilo jambo ulilofanya ni kubwa sana, hata Mola wako hatakusamehe, bora uendelee kufanya madhambi na udumu katika madhambi, kwa sababu wewe ni katika watu waliokasirikiwa na Allah, ndio maana amekuweka katika madhambi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atambia usikate tamaa. Na hii aya wanachuoni watuambia hiya arja ayatun fil Qur'an, ni aya iliyobeba matarajio makubwa sana kwa Muislamu ndani ya Qur'an. Na tukimalizia sababu ya kushuka hii aya, sababu ya kushuka kwake ili sisi tuone kuna umuhimu mkubwa wa kurudi kwa Allah na kuto kukata tamaa na kuto kuvunjika moyo hata kama tumefanya maasi. Sababu ya kushuka hii aya au kuteremka hii aya, asema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna nasan min ahli shirk, anna nasan min ahli shirk atau Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anna nasan min ahli shirk qatalu fa aktharu wa zanu fa aktharu wa atau Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Asema watu katika washirikina, nimwangalia watu katika washirikina, si katika Waislamu, katika washirikina waliokuwa wanamshirikisha Allah sana. Asema waliua, walikuwa na tabia za kuua watu, wanawadhulumu watu sana, wamefanya hili jambo sana muda mrefu. Wazana fa aktharu, na si hivyo tu bali wakafanya zinaa pia katika madhambi makubwa na wakavuka mipaka katika hilo jambo. Lakini baadaye, baada ya kusikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na da'wa yake anayoifanya, fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakamuidia Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqalu lahu, wakamwambia inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasanun
Mwambie hakika yale unaoyazungumza na kuyalingania wallahi ni mazuri, tumeyapenda. Tukiyasikiliza sisi twaona nyoyo zetu kweli tunayoyafanya ni mabaya, na tunastahiki sisi kurudi katika haya ambayo wayazungumza wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini wakamuuliza Mtume, walau tukhbiruna anna lima amilna kafaratan, lakini je, waweza kutuelezea kwamba yale tuliyoyafanya sisi katika madhambi makubwa na makosa tuliyoyafanya na jinsi tulivyoteleza, kuna kafara twaweza tukafanya na tukasamehewa? Lau tukhbiruna anna lima amilna kafaratan, je, twaweza kusamehewa sisi mbele ya Mola wako? Fanazalat hadhihi alaya, Allah akateremsha hii aya, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Amwambia Mtume, waambie waja wangu, Allah kawaita ni waja wake waliokithirisha katika madhambi na wakafanya israfu katika makosa, la taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa kutokana na rehma za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika Allah anasamehe madhambi yote. Na akaongeza tena na tawqid, wa huwa al-ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma kwa waja wake wanaporudi na wakakiri makosa yao na wakajutia, Allah anawasamehe na Allah anawakubali. Falidhalika, ndugu zangu katika imani, hatua ya kwanza kubwa ya maandalizi ya taa katika mwezi huu wa Shaaban na mwezi wa Ramadhani ni mtu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzinduke, tusiwe katika wale wenye ghafla waliotajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Tuzindukeni kwa kutubia, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atatukubali na atatupokea na atatuzidia makosa yetu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.